Kamishna wa kaunti Isiolo David Kiprop amewataka wakazi kaunti hii kujitokeza kuchukua vitambulisho vyao vya kitaifa ambavyo tayari vipo katika ofisi ya usajili wa vitambulisho mjini Isiolo. Akizungumza na waandishi wa habari, anasema kuwa idadi kubwa ya wakazi waliosajiliwa kupata vitambulisho hivyo bado hawajavichukua. Ya wananchi ambao tayari walisha kata vitambulisho hivyo, lakini vitambulisho hivyo havijachukuliwa na wenyeji. Nafikiri nitachukua nafasi hii kuwakumbusha na kuwauliza kwa unyenyekevu ya kwamba tungetaka waje kwa maofisi zetu hapa Isiolo na maofisi za ma-DCC wetu wote sita, ma-DCC Oldonyiro, DCC Garbatula, DCC Merti, DCC Sericho, waende kwa ofisi za ma-DCC wetu waweze kupewa vitambulisho hivyo, kwa sababu ni muhimu wawe na hivyo vitambulisho ili waweze kuwa katika ile nafasi ya sasa kukata kura wapate kadi ya kupiga kura. Lazima kwanza wawe na vitambulisho ndipo waweze kuwa katika nafasi nzuri ya kukata kadi ya kupiga kura. Kama mjuavyo, mwaka ujao wa 2027 na mwezi wa Agosti tarehe 10 naambiwa tutakuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu, na ni vyema kila mwananchi ashiriki ili waweze wakapata hiyo fursa ya kipekee ya kuwachagua viongozi wao, wale ambao wanawataka, wale ambao wanawapenda. Akizungumzia suala hilo, Mzee Omar Godana amewahimiza wananchi ambao tayari wamepata vitambulisho vyao kuchukua kura mara moja. Ninaitwa Omar Godana Dida, ama kwa jina maarufu Mzee Omar Gabra. Mzee Omar Gabra ni mzee maarufu katika Isiolo County, ni mshauri, ni mwelekezi katika jamii kutoka kwa Council of Elders ya jamii ambayo wanaitwa Gabra kutoka Isiolo County, County number 011. Mada ya siku ya leo ambayo imenifanya nije hapa mbele ya media ni maneno mawili. Jambo la kwanza ni kuhusu vitambulisho ya taifa la Kenya, ambaye Mheshimiwa Rais alitukubalia kuondoa ile masharti ilikuweko ya discrimination ya kutuzuia watoto wetu wasipate vitambulisho. Tunashukuru Rais, asante sana, lakini ninarudi about turn kwa wenyeji wetu ambaye waliapply vitambulisho, vijana na hata watu wazima. Hii ni wakati vitambulisho muliapil, zimekuja, zimejasana kwa ofisi ya registrar ya Isiolo County. Kwa kila kona vitambulisho hizo zimerundikana kwa maboksi, zimejasana katika ofisi na hakuna mtu ambaye anakuja kuchukua zile vitambulisho. So yangu tu ni kuwahamasisha, ni kuwahamusha ili muweze kuchukua hizo vitambulisho. Huu mji inaendelea kukua, na hii mji ambayo inaendelea kukua inakuwa na vituko na sarakati nyingi. Kuna wazimu ambayo wametapakaa katika town ya Isiolo, haipitiki hata kwenye mitaa. Kila kukuchao wazimu upya anakuja, kila kukuchao. Wengine wanatoka Meru County, wengine wanatoka Nanyuki County, wengine labda wanatoka Laikipia na any part of the Republic of Kenya. Sijui kama ni kuletwa wanaimportiwa hapa. Hawa watu wamekuwa wengi zaidi. Kwa hivyo naomba wizara inayohusika ya County Commissioner ambaye ni mtawala katika county headquarter kama administration, provisional administration, wakisaidiana na machifi yao kutupunguzia hao wazimu ambayo wamejaa town ya Isiolo. Kwa upande wake msimamizi wa uchaguzi kaunti ya Isiolo Wario Ibrahim amesema kuwa hadi sasa wakazi 454 pekee ndio amefanikiwa kujisajili kama wapiga kura. Weza kusajili wana Isiolo from Isiolo County idadi ya watu 4,054 kwa siku 8. Na hiyo idadi sio kidogo na sio kubwa vile. Tunaendelea kuangalia changamoto ni nini so that to address hizo za changamoto na tuendelee mbele.
Target yetu kama Isiolo County 25,523. Isiolo North tuko na target ya 19,198. Isiolo South tuko na target ya 6,523. Na saa hizi nasema tumeregister siku 8 watu 4,054. Upande ya transfers pia tumetransfer wale wanakuja kwetu kama Isiolo North tumeweza kufanya transfer watu 125 mpaka jana. Isiolo South we manage kutransfer tu mtu mmoja. Na tunawahimiza kura ndio haki yao, ndio inaweza fanya wachague kiongozi ile wanapenda. Changamoto ya pili tumeona pia hii area iko na upana ama distance ni kubwa sana kucover those kids, kama especially Jairab ward iko na over 8,000 square kilometers na tuko na kids 5. Hiyo pia ni changamoto, tunaona vile tuna address, tuko hapa kufanya hiyo address hizo changamoto zote zile inatukabili. Changamoto ya tatu tunataka kuhusisha Wanaisiolo wote, wanasiasa, wazee, vijana, tushikane mkono kwa sababu hii muda ni siku 30. Tumeanza tarehe 30 of March na inaisha tarehe 28 mwezi wa Aprili. Saa hii siku 9 ama karibu 10 imeisha. Duluti moja adati. Tumebaki na 20 days. So tujikaze, hii wiki 3 imebaki, tuone vile tuta increase namba zetu. Ofisi zetu zote ziko wazi. Transfers tunafanya tu kwa ofisi, hatufanyi kwa field. Yule anataka kubadilisha kura kuja Isiolo North anaenda Isiolo Constituency Office. Isiolo Constituency Office iko hapo opposite County Assembly ama Huduma Center. Ukitaka kuenda Garbatula ama Isiolo South, kura yako kupeleka Isiolo South, unaenda Garbatula, ofisi yetu iko hapo kwa mission, unaenda hapo unabadilishiwa. So tunawahimiza wana Isiolo tushikane mkono, aswa vijana. Tuseme tuko kati, tukuje tujazili. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.